Wakili wa Tundu Lissu Dr. Lugemela Nshala amesema mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Lissu upelelezi wake haujakamilika na kesi yake itasikilizwa kwa njia ya kimtandao, na ndugu Tundu Lissu akiwa anafahamu kisheria na kikatiba si haki yeye kusikilizwa kwa njia ya kimtandao, bali ni haki kisheria na kikatiba kusikilizwa kwa njia ya kimahakama. Leo tarehe 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, kesi mbili ambazo zinamkabili mwenyekiti wa Chadema ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu zilitajwa hapa mahakamani. Mtuhumiwa au mshtakiwa Tundu Antipas Lissu hakuja mahakamani kwa sababu mahakama ilikuwa imetoa amri jana usiku kwamba kesi hizi zitaendelea kwa njia ya mtandao. Na hiyo ni taarifa ambayo mawakili tumeipata saa 3:07 usiku. Mara ya kwanza tulikuwa tunaamini kwamba kesi itasikilizwa kama ambavyo ilikuwa imeamriwa mnamo tarehe 10 ya mwezi wa 4 2025 kwamba zingetajwa leo na pengine maelekezo zaidi. Ile kesi ya kuchapisha habari za uongo ilikuwa ni kwamba leo ndio ifanye usikilizaji wa awali, na baada ya hapo kuweza kupata amri nyingine kuweza kujua nini kitaendelea, kwa sababu upande wa mashtaka walikuwa wameshaambia mahakama kwamba upelelezi umekamilika. Ile kesi ya tuhuma juu ya uhaini, hiyo tulikuwa tunaambiwa kwamba upelelezi haujakamilika, na leo ilikuwa ni siku ya kuweza kutajwa kwa kesi. Lakini sasa ambacho kimejitokeza, mteja wetu Tundu Antipas Lissu alivyoambiwa kwamba kesi itasikilizwa kwa njia ya mtandao, naye akiwa anafahamu haki zake kabisa za kikatiba na za kisheria kwamba ana haki ya kushiriki katika mwenendo mzima wa kesi, na kesi amri ilikuwa imetoka kwamba tungeweza kusikilizwa kwa njia ya yeye kuwepo mahakamani, basi yeye akuwepo mahakamani. Na alikataa kule magereza Ukonga kushiriki katika mwenendo mzima wa kesi kama njia moja hapo ya kuweza kutuma ujumbe kwamba kama kwa kuwa makosa ambayo ameshtakiwa nayo ni ya kijinai na ni makubwa, na yeye kama kiongozi wa chama cha kisiasa kikubwa hapa nchini, basi alikuwa na haki ya kushiriki moja kwa moja. Sasa sisi upande wa wakili wa utetezi tulijibu hoja ya mawakili wa serikali ambao wao walikuwa wameomba kwamba kutokana na mshtakiwa kutokuwepo katika ule ukumbi wa mahakama wa gerezani Ukonga kwamba kesi hizo ziahirishwe. Tulikuwa na mapingamizi ambayo na maombi ambayo tuliyaomba kwamba tuliomba mahakama kwanza chini ya hakimu Muhini kwamba amri zitolewe kwamba mteja wetu au aje mahakamani. Wale ambao wamemshikilia kule ndani wao wanamweka mahakamani, na kwamba alinyimwa haki ya kuweza kuonana na mawakili wake, kwa sababu mawakili wote tumekwenda kule juzi na jana hatukuweza kumuona, ilipokuwa ni mwenzetu mmoja ambaye alifanikiwa kumuona juzi kwa muda mfupi, lakini kwa kuzungumza naye kwa njia ya simu na kwenye kioo, kwamba kiasi kwamba ile haki yake, ule usiri kati ya wakili na mteja wake ilikuwa haipo kabisa. Kwa maana hiyo kile kilichofanyika ambacho wakili aliyemuona siku ya juzi alifanya haikuwa kwa kweli kama ni mazungumzo kati ya wakili na mteja wake. Katika kesi ya kwanza upande wa serikali ulisema kwamba unahitaji muda kuweza kuwasiliana na watu wa magereza ili waweze kujibu. Kwa hiyo kesi hiyo imeahirishwa hadi Jumatatu tarehe 28 ya mwezi wa 4 saa 3 asubuhi ili upande wa jamhuri uweze kujibu madai yetu au maelezo yetu, hoja zetu zile. Na kesi ya pili ya uhaini baadaye ilikuwa chini ya hakimu mfawidhi Swaga, ambaye hoja kama zile zilitokeza, lakini upande wa serikali safari hiyo wakaweza kujibu hizo hoja, na sisi tulionyesha kwamba namna gani ambavyo haki za mteja wetu za kikatiba na za kisheria na pamoja na za kanuni na za zile maadhimio au maagano mbalimbali ya kimataifa ambayo Tanzania ni mwanachama wake, ambaye analinda haki za binadamu na watu, jinsi ambavyo zimekiukwa. Sasa kufanya hizo hoja kwa muda mrefu, na baadaye upande wa serikali wakajibu, na sisi tukifanya mabezo ya mwisho, na mwisho wa siku ikawa ni kwamba hakimu ametoa uamuzi wake kwa kwamba amekataa hoja za upande wa utetezi, na ameamuru kwamba mahakama ina haki ya kuweza kuendelea na kuendesha shauri kwa misingi ya kusikiliza kimtandao bila mteja wetu kuletwa mahakamani. Lakini sasa sisi ndio amri ambayo tulionayo hivi sasa. Kwa hiyo ni jukumu letu upande wa mawakili wa utetezi kwenda kukaa chini na kutafakari kitu gani cha kufanya
ili kuweza kulinda haki za mteja wetu. Kwa hiyo hapo ndipo tulipo. Kama mlivyoweza kuona ni kwamba kutokana na sisi kesi hii kuendeshwa kimtandao, hata nyewe waandishi wa habari hamkuweza kushiriki na vile vile watu wengi hawakuweza kushiriki, lakini jaji amesema hakimu amesema njia ya mtandao inawafanya watu wengi zaidi kuweza kuhata kushiriki. Sasa sijajua itabidi swala ni kwamba hiyo ni hukumu ambayo umma inatakiwa iweze kutoa juu ya maamuzi hayo ya mahakama. Kwa hiyo hapo ndipo tulipo, lakini tunafahamu watu wengi sana ambao ni wapenzi, ndugu na jamaa wa Lissu pamoja na viongozi wenzake wa Chadema wanataka kujishiriki katika kesi hii wakashindwa, na tunapata habari kwamba wengine wamepigwa na kuna habari ambazo zinathibitisha kwamba kuna mwingine ameuawa. Sasa haya yote ni masuala ambayo kwa kweli yanatia mashaka na mstakabali mzima wa namna ya kuendesha haki jinai katika nchi yetu. Kwa hiyo basi nyinyi waandishi wa habari ambao mlikuwepo, ambao mmefuatilia hizo habari, leo mkazichunguza na kuweza kutoa taswira sahihi kwa umma juu ya mambo yameendelea hivi leo. Lakini sisi tunasisitiza kwamba mteja wetu haogopi mashtaka haya, bali anataka ashtakiwe katika mahakama ambayo ni ya wazi, na mwisho wa siku ataweza kujitetea na kuweza ukweli kuweza kufahamika kwamba kweli hizo tuhuma ni za ukweli au tuhuma ni za kutungwa na hazina msingi wote ule na zinalenga kumnyanyasa na kumtesa. Haya yote yatafahamika mbele ya mahakama. Asanteni.